Tukifanya hiyo, tukimalizia hiyo Pasaka ya Kristo, taratibu tumeanza kuweka msingi kuelekea kwenye somo jipya la kuzaliwa mara ya pili. Taratibu, unajua hivi vitu, haya masomo ni yanategemeana, yaani hiki kinakwenda hiki kinakwenda hiki, yani yameshikana, tunayatenganisha kwa ajili ya wewe kupata kufahamu kwa kina, lakini kimsingi ni vitu ambavyo vinakwenda katika mtiririko. Kwa wakati tunamalizia hili somo ambalo tunalimalizia la Pasaka ya Kristo, tukiwa mwishoni, taratibu tunaanza dondoo chache za utangulizi wa somo linalokuja ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo karibuni tuendelee. Somo letu linatoka somo linalobeba kichwa cha somo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Naomba mtu anisome hapo, Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho umefika hapo? Inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, na pate kuwa donge jipya, na kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka ya Kristo. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Ni somo ambalo tunajieleza wazi kwamba Pasaka wetu ni Kristo. Kwa msingi wa somo la leo ambao umechekwa na Bishop hapa, ameanza vizuri sana, vizuri mno, na hapa tunapata somo dogo ndani ya hii Pasaka ni Kristo. Tunapata somo dogo la uumbaji wa Mungu na uumbaji wa mwanadamu, wa Mungu na uumbaji wa mwanadamu. Ni kasomo kadogo ndani ya hii kako mwishoni, ambako kanakwenda kulink au kanaunganisha na kuelekea kwenye somo jipya la kuzaliwa mara ya pili, uumbaji wa Mungu na uumbaji wa mwanadamu. Mwanadamu kwenye sehemu iliyopita, nikirudi tu kidogo, maana huwa anapenda kurudi tulipotoka alafu tunaunga kuendelea. Kwenye sehemu iliyopita, tukirudi kidogo, tulijifunza juu ya uumbaji wa mwanadamu na uumbaji wa Mungu kwa mtazamo ama kwa katika muktadha ufuatao, kwamba Adamu kabla ya anguko hakuwa ameumba chochote. Mungu wakati anaumba, aliumba vyote vyema kwa sababu vilitoka ndani yake. Mungu wema ndivyo asili yake. Wema, Mungu ni mwema na ndiyo asili yake. Habadiliki, jana leo na hata milele. Kwa Mungu ni mwema nyakati zote. Kwa hiyo alivyoviumba vyote vyema, ule ulimwengu ambao Mungu aliumba mwema, na vyote vilivyojaza ule ulimwengu mwema vyote hata sasa vipo. Ila Adamu alipofunguliwa macho, maandiko yanasema mwanamke akala tunda akampa mumewe, naye alipokula wakafunguliwa macho. Walipofunguliwa macho, tafsiri yake ni kwamba kuna vitu walikuwa wanaviona kabla ya kula lile, kabla ya kuamini Mungu asivyo. Hatimaye walipoamini Mungu asivyo, wakaona vitu vingine. Ule ufahamu wa awali wa Mungu alivyo, mfano wa ule ulimwengu, kwa sababu ilikuwa ni mfano, kwa sababu wakati amepewa fursa ya kuchagua, ilikuwa ni achague kwenda kwenye uhalisia, yaani nini apate iwe halisi, alitakiwa kuchagua. Sasa akichagua, anakuwa amepata halisi na sio mfano. Kwa ule ulimwengu mwema ulikuwa kwenye fikra za Adamu kama mfano. Sasa alipaswa achague ili sasa auishi katika uhalisia wake. Sasa Adamu alipokwenda kuchagua Mungu asivyo, akamisi the mark, akakosa alama, akachagua kinyume na Mungu. Na tunajua Mungu asivyo ni si chochote na hakuna uzima. Kwa Adamu akachagua si chochote na hakuna uzima. Kwa alipokwenda upande ule, naye Adamu akawa si chochote na hana uzima milele. Yaani ikawa hivyo kwa sababu Mungu anafahamu hivyo milele. Sasa pale ambapo alichagua upande ule, ina maana ule ulimwengu mwema uliokuwa kwenye fikra za Adamu, ule mwema, tazama vyote ni vyema alivyoumba Mungu, ule mwema ukapotea, akafunga macho kuuona ule, akaenda kwenye uhalisia wa Mungu asivyo, wa nje ya Mungu ambako kuna mauti. Sasa kule kwenye uhalisia wa Mungu asivyo ambako kuna mauti, ina maana mstari aliyounukuu Bishop hapa ni Mwanzo 3:22.
Inasema mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu. Mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu. Kuwa kama mmoja wetu, na hapa ndipo alipodanganyiwa Adamu. Uongo wote tunaosema Adamu alidanganywa, ili yao amedanganywa, nini ambacho kilikuwa ni uongo? Uongo ulikuwa hapa kwamba Adamu anaweza kuwa na uwepo wa kibinafsi usiomtegemea Mungu, kitu ambacho ni uongo. Adamu ameumbwa na Mungu, na ameumbwa na Mungu ili awe sehemu ya viungo vya Mungu, awe Mungu kwenye viumbwa vingine, amsaidie Mungu kuvitawala viumbwa vingine kupitia yeye. Yani hivyo viumbe vingine vikimwona Adamu viwe vimemwona Mungu, ndio maana ana sura ya Mungu, kwa awe vikimwona yeye vimemwona Mungu. Sasa Adamu alipoamini kinyume, hapo ndipo alipodanganyika, kwa maana ya mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu. Maana yake mtu huyu amekuwa na uwepo wa kibinafsi, kwa sababu sifa mojawapo ya Mungu ni uwepo wa kibinafsi usiotegemea uwepo wa kiumbe kingine chochote. Yes, kwamba uwepo wa kwake hautegemei kiumbe kingine chochote. Yeye, yani binadamu yupo, yeye yupo. Binadamu yupo, amekuwepo kabla ya vyote, kwa vingine vyote vikapata uwepo kutokana na yeye kuwepo. Kwa hiyo ndio sifa kwamba hategemei kiumbe kingine chochote, ndio sifa kuu ya Mungu. Sasa Adamu anapokuja kuambiwa kwamba wewe Mungu alikwambia usile haya matunda, anaambiwa Eva, Mungu alikwambia usile haya matunda, nasema tusile kwa sababu tukila tutakufa. Anasema hakika hamtakufa, mtakuwa kama yeye alivyo, mkijua mema na mabaya. Yani Adamu, kwa sababu ule ulikuwa ni mchakato wa kudanganywa, haukufanyika siku moja, ulikuwa ni mchakato. Kwa aliambiwa bana, sikia, wewe unasema unafanana na Mungu, wewe unajiona unafanana na Mungu. Mungu yeye hakutegemei wewe, lakini wewe unamtegemea. Kwa hiyo ili uwe kama Mungu, unapaswa ujitegemee, uanzishe utawala wako, na wewe uwe na milki yako, uwe na ufalme wako, uwe na utaratibu wako ambao hauingiliwi. Yani kama ni mtoto, utoke kwa baba yako ukaanzishe mji wako. Hapo ndo unakuwa na wewe baba mwenye mji. Lakini hapa wewe sio baba mwenye mji, wewe bado ni sehemu tu ya kwake. Kwanza kila kitu unafanya kwa kumtegemea. Kwa Adamu, ile kuamini Mungu asivyo ni kama tawi ambalo lilijikata kutoka kwenye mti. Hata kama likiwa bichi namna gani, ni swala la muda tu, limekwisha kufa, kwa sababu limetoka kwenye uzima ambao ni mti ambao lilikuwa limejishikiza. Sasa Adamu pale alipoamini kinyume, akawa ametafuta kuwa na uwepo wake binafsi anaojitegemea bila kumtegemea Mungu. Ndio maana ya amekuwa kama mmoja wetu. Maana yake kama amekuwa kama mmoja wetu, halafu wakati huo amekuwa kama mmoja wetu, ule mfano wa ulimwengu mwema wa Mungu kwenye fikra zake umepotea. Amefungukia kule kwenye Mungu asivyo, ambako hakuna uzima. Ina maana Adamu akawa anaona chochote na hakuna uzima. Kwa maana hiyo, na kukumbuka, amekuwa kama mmoja wetu, amekuwa Mungu mwenye uwezo wa kuumba, creation power. Sasa anaanza kuumba kama ambavyo Mungu aliumba vyote vyema kwa asili yake, yeye ni mwema. Ndipo Adamu anaumba vingine kwa asili yake ambavyo si chochote na havina uzima. Ndio maana Adamu anavyoviumba vyote si chochote na havina uzima, yani vinauishi muda. Sasa Adamu anaanza kutoa vitu ndani yake kuja nje. Anapoanza kutoa vitu ndani yake kuja nje, ndipo pale creation ama uumbaji wa mwanadamu unapoanza. Mwana akitazama anaona utupu, anaona uhitaji. Sasa inapoibuka baridi, kasema Bishop, anafikiria kutengeneza nguo. Unaona, unapoibuka uhaba wa chakula anafikiria, yani hivyo, kila kinapoibuka kitu ambacho anaona kutokana na mahitaji yake, ana nguvu ya kuumba, akawa anaumba ulimwengu wake. Na kadri anavyoumba sasa, usisahau, anaumba vinapotoka ndani yake vina mfanano wa yeye alivyo. Tukiendelea hapa sasa, Adamu anaanza kutoa ndani yake vyenye mfanano na yeye, vyenye mfanano na yeye, kwa maana kule hakuna chochote na tayari Adamu anaye mauti. Kwa vinavyoumbwa na Adamu bado vina asili ile ile, vinauishi muda. Sasa taratibu ule mfumo wa uumbaji akaanza ile creative power, nguvu ya kuumba. Kadri wanasema kwenye sayansi, wanasema kadri unapokitumia kiungo kinazidi kuongezeka. This use waliosoma biology, kadri unapokitumia ndipo kinapozidi
kuongezeka, kuwa bora zaidi. Kadri kitu kinavyotumika, hata mkono unavyotumika sana, ndivyo unavyozidi kuwa imara zaidi. Sasa kadri mwanadamu anavyotumia nguvu yake ya uumbaji kwenye mazingira yake, ndipo inavyozidi kuwa sharp, inazidi kuimarika na kuzidi kutengeneza vitu vikubwa zaidi. Ndio maana askofu hapa akasema kwamba sasa mwanadamu amefikia kiwango cha juu kabisa cha uumbaji, yaani kiwango cha juu kabisa cha uumbaji wake, kiasi kwamba mwanadamu anamsahau Mungu, kwa sababu uumbaji wa Mungu sasa hauonekani kwenye mazingira ya kawaida ya binadamu ya kila siku. Anajisahau kwamba yeye ndiye uumbaji wa Mungu, yeye ndiye sura ya Mungu. Anatoa mfano hapa tulipo. Ukigeuka hapa ulipo, hata wewe unayenisikiliza, unanitazama kupitia mitandao ya kijamii, unanitazama kupitia simu yako hapa ulipo, pengine YouTube ama mtandao wote wa kijamii. Hebu geuka kwenye mazingira ya chumbani hapo ulipo au mahali ulipo. Ukiangalia sisi hapa tulipo, tukiangalia huko tunaona kuna ngoma, kuna vitambaa, kuna laptop, kuna viti, kuna ubao, kuna keyboard hapa, kuna maua, kuna carpet jekundu, kuna sakafu chini, kuna kamera hapa mbele. Vyote hapa hakuna uumbaji wa Mungu. Vyote ni kazi ya mwanadamu, isipokuwa sisi tu tulioko humu ndani. Yaani watu tulioko ndani humu ndio uumbaji wa Mungu peke yake. Kwa maana yake mwanadamu unafika hatua anamsahau Mungu, kwa sababu kwenye mazingira yote yanayomzunguka, vyote vinavyomzunguka ni uumbaji wa mwanadamu. Sawa? Kiasi kwamba anajisahau sasa. Mwanadamu anafika hatua anajisahau kabisa kwamba uumbaji, mazingira yanayomzunguka ni yeye ndiye ameyatengeneza kwa nguvu ya uumbaji ndio ndani yake. Ile creation power, hiyo nguvu ya uumbaji, anaendelea kuumba mazingira yake kila kukicha. Na inafika hatua uumbaji wa Mungu unaonekana kero. Mungu aliumba jua. Jua likiwaka siku mbili hapo. Chai jua bwana kero sana. Kwa tunatafuta AC na kivuli ili kulizuia jua. Uumbaji wa Mungu unakuwa kero. Kwa sababu vile ya Mungu havitoki ndani yetu, havina asili na sisi. Majani kama hivyo ametoa mfano askofu hapa, majani tunayakata kila saa. Haya majani bwana yanazikuwa fyeka. Yaani inafika tu ule ulimwengu mwema wa Mungu ambao aliumba vyema kwenye ulimwengu wa mwanadamu aliyotengeneza yeye kwa fikra zake hizi za kianguko, unaonekana uumbaji wa Mungu ni usumbufu. Mungu hawakuumbwa kushambulia wewe kwa adui na wewe, wanapanya hawakuumbwa kwa adui na wewe, lakini wewe unatafuta sumu ya kuua panya na kuua mbu. Yaani uumbaji wa Mungu unakuwa kero kwa sababu hauna asili, hautoki ndani yake, ila vile vinavyotoka ndani yake kama feni, gari nzuri, laptop, transi nzuri, sio kipita barabarani, gauni nzuri, nyumba nzuri, vile ambavyo ameumba yeye kwa fikra zake, kwa sababu vimeshikana na yeye. Ndipo mwanadamu anavipa thamani, kwa sababu vipo katika mfumo wake, anaviona vimetoka ndani yake, vina asili yake. Ukisoma ile Wakolosai 1:16-17 ile inayosema kwamba Mungu ameumba vyote, na ile mstari wa 17 anaposema amekuwepo kabla ya vyote na vyote vimeshikana na yeye. Kwa wanasema vyote vilivyoshikana na yeye ni vyote, kwa maana ya vya mtu wa kifo pia vimeshikana na Kristo. Hapana, vya mtu wa kifo vimeshikana na binadamu, kwa sababu ndiye aliyeanza kuvitoa. Lile wazo la Mungu asivyo, ndiye alilipa uhai, akaanza kuumba. Kwa vile vyote vilipoumbwa na binadamu, vinapotokana na uelewa wake kwenye wazo la kifo, ni matokeo yake yeye binadamu. Ameviumba yeye. Kwa mazingira unayoyaona yanakuzunguka ni uumbaji wako wewe. Ndio maana hebu fikiria hivi hapa. Binadamu kwa mujibu wa mifumo ya kidini, huwa wanapoanza mwaka, kianza tu mwaka mpya, kila mtu analeta orodha ya maombi yake anayotaka afanyiwe na Mungu. Afanyiwe na Mungu ndani ya huo mwaka. Ana orodha ya maombi, kila mshirika analeta kwa mujibu wa mifumo ya kidini. Kila mshirika mwanzo wa mwaka analeta orodha ya maombi. Tena tunakuwa na kufunga na kuomba mwanzoni, malimbuko ya mwaka. Tunashapa watu 40 au 20 au ngapi, 21, 3, kavu 5, kwa kila mtu analeta mahitaji yake ambayo Mungu anapaswa amfanyie. Mungu amfanyie. Yaani Mungu anakuwa mtumwa wa mwanadamu. Yaani mwanadamu anafikira kwamba Mungu anaweza akapendi
akabadilika kuelekea uhitaji wake. Wakati huo dini inasema Mungu ni yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Lakini ikifika wakati wa shida, Baba tunaomba umponye huyu, Baba tunaomba uzima, Baba tunaomba gari la mchungaji, Baba. Sasa kama Baba anaweza akabadilika akatekeleza unavyotaka, si Mungu amebadilika huyo? Bado ni yule, habadiliki. Wakati wewe umeomba gari, Mungu amefanya habari ya gari. Umeomba afya, amegeuka amefanya afya. Hapo fikiria, kwenye kusanyiko lenu mna shida zenu, mnaomba. Kusanyiko jingine linaomba. Kusanyiko jingine linaomba. Afrika inaomba. Tanzania inaomba. Kenya inaomba. Afrika inaomba. Ulaya inaomba. Dunia nzima. Huyo Mungu akiwa anasikiliza yale maombi, si akachanganyikiwa? Kwamba kila mmoja anayeomba afanyiwa, alafu mkirudi habadiliki. Ni yule jana, leo na hata milele. Habadiliki vipi? Hivi unaelewa? Hapo hivi tu kwenye ambavyo vyote ni uumbaji wa mwanadamu. Hakuna uumbaji wa Mungu hapo. Kwa hiyo Mungu ni dhalimu, anawapa ambavyo yeye hajaviumba. Cha kwanza hicho. Yaani mpango sio vya kwake, alafu ndivyo anapowapa watu. Kwa hiyo Mungu ni dhalimu. Unakusanya usipotawala, unavuna usipopanda. Nikaenda kuificha ila sasa mtazamo wa kidini wana mtazamo huo kwamba Mungu ni dhalimu, anawapa watu vitu ambavyo sio uumbaji wake. Yaani ni uumbaji wa binadamu, gari, nyumba, uumbaji wa binadamu, alafu Mungu ni wanamuomba awape. Hicho cha kwanza. Alafu cha pili, ikitokea sasa mtu amepata hiyo gari au amepata hiyo nyumba kwa jitihada na mifumo yake ya kidini huko, kapata hiyo nyumba au kapata hiyo gari, anakuja kumshukuru Mungu sasa. Anasema, Mungu nakushukuru kwa kuwa Mungu amenipa gari. Hebu tusome Mithali 10:22 inasemaje? Kabla sijaendelea. Mithali 10:22, hapo ni kazi hii nataka kukwambia. Mithali 10:22 inasemaje? Ili niunge hapo. Mtu alisomea Mithali 10:22. Ili niunganishe hapo, unielewe vizuri ninachotaka kukisema hapo. Yes. 10:22 Mithali. Baraka ya Bwana inajirisha. Wala hachanganyi huzuni naye. Baraka ya Bwana inatajirisha wala haichanganyiki huzuni, na yani haina huzuni ndani yake hiyo baraka. Sawa? Nini? Huzuni. Sasa sikiliza. Huyu mtu kapata gari, kapata nyumba, kapata kazi. Hapo hiyo kazi, mwingine alikwenda kutoa hadi mwili wake huko Kahonga, kampelekea bosi jogoo, kampelekea kamfuata rafiki yake ifanyie mpango. Rafiki yake akamfanyia mpango kwa bosi. Alafu akipata ni Mungu amempa. Sasa anarudi. Alileta maombi kwenye siku ya mwanzo wa mwaka, nilileta maombi, Mungu amenibariki. Amenipa gari. Baada ya siku mbili ile gari inapinduka. Yaani baraka ya Mungu huwa inapinduka. Baraka ya Mungu inapata kutu. Baraka ya Mungu nayo inauishi muda. Baraka ya Mungu inapelekwa gereji. Mtakatifu, ile bajaji yako unapeleka garage pale. Baraka ya Mungu unafundi anairekebisha baraka ya Mungu pale garage. Yupo fundi, mtaalamu wa kurekebisha baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu, alafu kuna binadamu mtaalamu wa kuirekebisha baraka ya Mungu inapata hitilafu. Alafu kuna mwanadamu anaenda kuirekebisha baraka ya Mungu. Hebu iruhusu akili kufikiri. Baraka ya Mungu, umepata pesa. Hiyo pesa unaitunza benki. Hiyo benki siku umeme hakuna, hiyo baraka ya Mungu haitoki, mfumo umegoma. Unaambiwa leo mfumo haufanyi kazi. Yaani baraka ya Mungu inategemea mifumo aliyotengeneza binadamu ili itoke. Alafu baraka ya Mungu hakuna mtandao leo. Kwa hiyo baraka ya Mungu inasubiri mtandao ili itoke. Alafu baraka ya Mungu inaweza kubadilika. Ilikuwa ya blue, sasa hivi ni nyekundu. Yaani ilikuwa 1000 ya blue, sasa hivi 1000 ni nyekundu. Inaweza ikawa karatasi ya dola, ikabadilika ikawa dola ya Marekani, ikabadilika ikawa kwacha ya Zambia. Baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu kama ni nyumba inaungua. Yaani baraka ya Mungu inauishi muda. Fikiria akili ya mwanadamu ambapo imeshuka kwa kiwango cha ajabu kiasi cha kufikiri uumbaji wake katika mfumo wa anguko bado ni uumbaji wa Mungu na ni baraka ya Mungu. Yaani vitu vyenye majuto ambapo hivi gari ikipinduka si unajutia. Ifikiria umemiliki gari alafu imepinduka, mwanao amefariki. Unaifurahia gari au unajutia? Unajutia. Lakini maandiko yanasemaje? Baraka ya Mungu utajirisha wala haina majuto ndani. Haichangamaniki na huzuni ndani yake. Haina huzuni wala haina majuto ndani yake.
Anaposema dunia na vyote vijazavyo ni mali yake, watu hufikiri dunia hii ambayo yenye mfumo huu, yenye hizi material thing, hivi vitu ambavyo mwanadamu ameumba, hivi viti nini, vyote uumbaji wa mwanadamu, umeme, taa, magari, si ndege, vyote uumbaji wa mwanadamu, kwamba hivyo ndio mali ya Mungu. Hapana, ni ile dunia ya kwanza, ule ulimwengu wa kwanza mwema ambao aliumba, ambao ulipotea kwenye fikra za Adamu. Sasa nikwambie kitu hivyo, umewahi kufikiri anayesema mbingu mpya na nchi mpya huwa ni nani? Yeye anayeona kwamba hii ni mbingu mpya na nchi mpya huwa ni nani? Ni binadamu ndiye anayeona mpya. Mungu kwake sio mpya, kwa sababu hiyo ndio aliumba tangu mwanzo iwepo. Wewe ndiye ulipotea ukaenda Mungu asivyo. Unapoiona ile ya Mungu alivyo unasema hii ni mpya, lakini kwa Mungu sio mpya. Hapo na surprise kwa Mungu. Hiyo ndio aliyoiumba ili wewe uishi kwenye hiyo mpya. Unayoiona mpya kwake sio mpya, haiwezi kuwa mpya kwa Mungu, kwa sababu Mungu hakuna surprise, hakuna kipya kwa Mungu. Kwanza anasema mbingu mpya na nchi, sio Mungu anaona ni mpya. Hiyo ndio aliiumba tangu mwanzo ili wewe uishi kwenye hiyo. Sasa wewe unapokuwa unatoa fikra zako kwenye ulimwengu huu wa anguko kuelekea ulimwengu ule mwema ulioumbwa mwanzo, kila wazo linalomuona Mungu linahama kutoka kwenye anguko kwenda kwenye ule ulimwengu mwingine. Unahamisha mawazo yako kutoka huku, unahama kifikra, kimawazo yako unahama, unapotoka kwenye ulimwengu huu wa creation ya mwanadamu, yani aliyeumba mwanadamu, kwenda kwenye ulimwengu aliyeumba Mungu ule mwema. Hapo ndipo unakunja hii mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza kama karatasi inaondoka, kwa maana ile akili iliyokuwa imeshikilia hivi vitu, akili iliyoshikilia mifumo ya kutengeneza umeme, taa na nini, si dini, siasa na uchumi, akili iliyoshikilia hiyo mifumo inabadilika. Inapobadilika, vile vitu ambavyo vilikuwa vimeshikiliwa na huo mfumo na ile na yale mawazo vinakosa nguvu iliyovishikilia, vinaanguka. Ndio hii sasa ulimwengu, uumbaji wa mwanadamu utatikisika nao utatoweka, vitaporomoka, vitaanguka, vitaondoka. Ndio hiyo, kwa maana ile fikra ya ulimwengu mpya, kwa maana ya fikra ule ni mpya kwako, lakini kwa Mungu ni ule aliyoukusudia uishi tangu kabla ya kuwako misingi ya ulimwengu. Oh, haleluya! Ndio Mungu alituchagua kabla ya kuwako misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Kwa hiyo ni kabla ya kuwako misingi ya ulimwengu, sio mpya, ni mpya kwako, sio kwake. Sasa tunapokuwa tukihama kutoka huku kwenda huku, ndio tunakunja ile nchi ya kwanza kama karatasi, lakini ndio hapo ambapo sasa tunaenda kuona vile vilivyo vipya, yani kwa maana tukuona vile vilivyo vyema vya Mungu, ambavyo sasa anasema utajiri wake, baraka zake utajirisha wala hazina majuto. Ina maana baraka za Mungu ni udumuo. Maana anasema utajiri na haki viko kwangu pia, utajiri, udumuo na haki pia. Utajiri, udumuo na haki pia, maana yake ni nini? Vyote vya mti wa uzima. Kwa mfano, hivi furaha huwa ina majuto, haki huwa ina majuto, upendo huwa una majuto, ukienda afya huwa ina majuto, uzima una majuto. Ina maana sasa kama hivyo vyote havina huzuni, hiyo ndio baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu, kwa maana karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa baraka ya Mungu ni uzima wa milele, na vyote vinavyoambatana na uzima wa milele, vyote vinavyoambatana na uzima, vyote vya mti wa uzima, hiyo ndio baraka ya Mungu, kwa sababu haina majuto ndani yake, haina huzuni. Kwa tunapokwenda kule tunaanza kuona ulimwengu ule uliokuwa tangu awali, uliokusudiwa tuishi. Tunaanza kuona ule uumbaji mwema, kwa sababu upo, ila ulipotea kwenye fikra. Kwa sasa tunarudisha kwenye fikra ule ulimwengu mwema, na tunaanza kuyaona yote mema. Ina maana hakuna kuugua tena, ina maana hakuna kufa, ina maana hakuna kuona dhiki, hakuna kuona tabu, hakuna masumbufu, hakuna vyote vya mtu wa kifo. Kwa hiyo maana yake vyote vilitoka mtu wa uzima ni vya milele, kwa sababu vinao uzima na uzima milele. Kwa hiyo vinadumu milele, haviishi muda. Kwa hiyo ndivyo baraka vya Mungu ambavyo kwanza vinadumu milele, pili havihuzunishi. Sio haya matirio ya leo ambayo unakuja kutushuhudia hapa. Baba Mungu amenipatia kazi. Baada ya kutoa na shukrani ya Mungu amenipa kazi, siku mbili umefanya kosa, umefukuzwa, unasema shetani alijiinua sana. Hivi kuna shetani anaweza kujiinua kwenye baraka ya Mungu? Yaani baraka ya Mungu, baraka ya Mungu
unaishuhudia ni ya Mungu, alafu shetani anakuja kujiinua kwenye baraka ya Mungu. Huyo Mungu atakuwa wa ajabu sana. Yaani kuna shetani ana nguvu, anaweza kujiinua kwenye baraka ya Mungu akaivuruga. Ndio wanadamu tumeanguka kwa kiwango ambacho fikra zimekitia mbali mno. Yaani leo umetushuhudia Mungu amenipa kazi, umetoa na sadaka. Wiki mbili unaanzia kumetokea fitina pale kazini, shetani amejiinua sana mahali. Amejiinua shetani kwenye baraka ya Mungu. Yaani yaani unataka kutuambia nini? Kwamba baraka ya Mungu kuna shetani anaweza kuja kuiharibu. Yaani na maana vilivyo vya Mungu pia shetani anaviharibu. Binadamu tumekwenda mno, mbali mno ya ufahamu tunaopaswa kuwa nao.